السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu ayyadahullah ta'ala bnasal aziz anasema leo mimi nitaanza kueleza kuhusu Hazrat Yazid alikuwa kutoka katika kabila la Banu Asad na hawa walikuwa wenzao wa Abd Shams. Baba wa Yazid alikuwa anaitwa Uqaish na lakabu yake ilikuwa Khalid. Yazid alishiriki katika mapigano yote, katika vita yote pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwemo Badr, Uhud na Khandak. Na Hazrat Yazid alimua mtu kutoka katika kabila la Taid na jina lake lilikuwa Amr. Ndugu yake pia alihamia Madina na ndugu yake moja alikuwa anaitwa Abdurrahman ambaye alishiriki katika vita ya Uhud. Na dada yake moja alikuwa anaitwa Amina binte Ruqaish ambaye alisilimu wakati akiwemo Makka, na dada yake pia pamoja na familia yake alihamia Madina. Yazid siku ya mapigano ya Yamama katika Hijria 12 aliuawa, na maelezo ya mapigano haya ya Yamama ni hivi. Nimeshawahi kueleza kuhusu vita ya Yamama, na mapigano ya Yamama ilitokea wakati wa Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu katika Hijria 11, na wengine wanahistoria wanasema ilitokea katika Hijria 12. Na mapigano haya yalikuwa dhidi ya Musalama Kadhab. Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu katika uongozi wa Hazrat Ikrama bin Abu Jahl alituma Waislamu kadhaa kwa ajili ya kupigana na Musalama Kadhab. Hazrat Ikrama akaanza kupigana na Musalama ili yeye apate ushindi, lakini yeye alishindwa,
na hadrat Sharabil pia ambaye alitumwa kwa ajili ya mapigano, yeye alipopata taarifa kwamba hadrat Ikrima ameshindwa, yeye akasimama njiani na akamwandikia barua hadrat Abubakar radhiallahu ta'ala anhu kuhusu hali ilivyokuwa. Na hadrat Abubakar akamjia kwamba wewe usirudi Madina katika hali hii, kwamba watu wawe na uoga, bali wewe uende mbele na upigane na Musalma pamoja na watu wake. Wewe lazima uende mbele na upigane na Musalma. Abubakar alimwandikia Hadrat Sharabil kwamba wewe uendelee kukaa mahala pako mpaka Ikrima arudi kwako. Hadrat Abubakar radhiallahu ta'ala anhu akamtuma Hadrat Khalid pamoja na Waislamu kadhaa ili wapigane na Musalma. Hadrat Sharabil kabla ya kufika kwa Khalid bin Walid aanza kupigana na Musalma na hivi akashindwa. Hazrat Abubakar kwa ajili ya kumsaidia Hadrat Khalid akatuma Waislamu wengine chini ya uongozi wa Hadrat Salid ili wao wasishindwe. Hadrat Abubakar alikuwa akisema kwamba mimi sitaki kwamba nitumie maswahaba walioshiriki katika Badr, mimi nataka niwaache katika hali hii kwamba wao waendelee kufanya vitendo vizuri na katika hali hii waage dunia. Na kwa sababu ya kai hawa walioshiriki katika Badri, Mwenyezi Mungu anaondoa matatizo badala ya kuwatumia katika mapigano mbalimbali. Lakini baadhi wakati maswahaba hawa walishiriki katika mapigano, lakini Umar alikuwa na maoni tofauti. Yeye alikuwa akiwashiriki hawa maswahaba walioshiriki katika Badr katika mapigano mbalimbali, na Waislamu waliokwenda kwa ajili ya kupigana na Musalma idadi yao ilikuwa 3,000 na idadi ya wafuasi wa Musalma ilikuwa 40,000. Mtu mmoja alikuwa pamoja na Musalma aitwaye Naharu Rajal. Yeye alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akajifunza Qur'ani tukufu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma kwa ajili ya mahubiri sehemu fulani ili aweze kumhubiri Musalma kadhab. Lakini yeye baada ya kufika kule, yeye pia akaritadi. Yeye akatoa ushahidi wa uongo kule kwamba nimesikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba Musalma pia amepewa sehemu katika unabii wangu. Yani yeye akatoa ushahidi uongo. Hazur anasema wakati watu wanaporitadi katika dini, basi wanaanza kusema uongo na wanatoa ushahidi wa uongo. Na watu wa kule wakapata athari kubwa kwa sababu ya madai ya huyu mtu aitwaye Naharu Rajal, kwa sababu yeye alitumwa kule kwa ajili ya malezi ya watu na watu walikuwa chini ya athari yake. Musalma alipodai kuwa nabii, watu hawakupata athari yake, lakini huyu alipoa ushahidi wa uongo, watu wakapata athari sana na watu wakapokea ushahidi wao na wakakubali ushahidi wao na wakaanza kufuata Musalma, na wakamwambia kwamba umwandikie barua Muhammad sallam, ikiwa yeye hakubali basi sisi tutakusaidia na sisi tutapigana dhidi ya Mtume Muhammad sallam. Wakati Musalma alipojua kwamba Hazrat Khalid amekuja karibu, yani Abubakar alipomtuma Hazrat Khalid, yeye alipofika karibu na Musalma, na Musalma alipojua kwamba Khalid amefika karibu, wakati ule yeye katika sehemu ya Uqba akakaa pamoja na wafuasi wake na akawaita wasaidizi wake. Watu wengi wakaanza kuja pale na kujumuika naye.
kwanza yeye akatoka nje pamoja na watu wake kadhaa. Waislamu wakawakamata na wakauawa. Yani wale ambao walikuja kupigana na waislamu waliuawa na waislamu, lakini mtu mmoja hakuuawa bali yeye alikamatwa. Wakati ule Sharabil akawaambia Banu Hanifa kwamba sasa leo kuna nafasi ya kupigana na hawa waislamu kwa sababu mtu wetu mmoja amekamatwa. Kwa hiyo yeye akawahimiza wafuasi wake ambao ni Banu Hanifa kwamba sasa kuna wakati wa kupigana waislamu. Ikiwa nyinyi hampigani waislamu, basi wanawake wenu watakamatwa na nyinyi mtashindwa. Basi mutoke na mulinde wanawake wenu na mupigane na waislamu. Wakaanza kupigana na waislamu, na Huzaifa kwanza alishika bendera, na bendera ya Ansar alishika Sabit Qais. Waislamu na wale maadui wakaanza kupigana, na mapigano haya yalikuwa makubwa sana, yalikuwa kali sana, na waislamu walikuwa hawakuweza kupambana na hali ya aina hii. Kwa hivyo waislamu hawa waliokuwa wanapigana na hawa watu maadui wakashindwa. Kwa hiyo yule mtu ambaye aliyekamatwa na waislamu, wao wakamchukua yule mtu na wakaenda naye, na wakaelekea kwenye hema ya Hadrat Khalid. Wakati ule mke wa Hadrat Khalid alikuwepo kwenye hema, na wao wakataka kumuua mke wa Hadrat Khalid, lakini mtu mmoja akasema kwamba mimi nimempatia ulinzi, kwa hiyo hamwezi kumuua. Kwa hiyo wakamwacha. Kwa hiyo wakabomoa hema na wakakimbia. Baadaye wakaanza kupigana tena, na watu wote maadui wote wakaanza kuwashambulia waislamu, na baadhi wakati waislamu walikuwa wakipata ushindi na wakati mwingine makafiri walikuwa wakipata ushindi. Hazrat bin Khattab, Abu Huzaifa na masahaba wengine pia waliuawa siku ile. Wakati Hazrat Khalid alipoona hali hii ya waislamu kwamba wao wanashindwa, yeye akawaambia waislamu wote kwamba wao wakae pamoja na makabila yao ili waweze kujua kwamba makafiri hawa maadui wanashambulia kwa upande gani. Basi waislamu kwa kuona hali yao hii wakasema kwamba hii ni fedheha kubwa sana kwa ajili yetu kwamba sisi tunapata shindwa. Kwa hiyo Musa bado alikuwa mahala pake, na yeye alikuwa na wasaidizi wake wengi sana. Hazrat Khalid alikwisha jua kwamba ikiwa Musalma hauawi basi hao wataendelea kupigana na Waislamu. Kwa hiyo Hazrat Khalid akatoka na kaenda mbele na akasoma shairi, na katika shairi lake akasema kwamba yeyote atakayekuja kwenye uwanja atauawa. Kusikia shairi lake Waislamu pia wakapata hamu, na wao wakatoka nje kwa ajili ya kupigana na Waislamu, kwa ajili ya kupigana na wale maadui. Na Musalma kwa kuona hali hii, yeye akakimbia na akajifungia ndani ya nyumba yake. Waislamu wakazunguka nje ya nyumba yake. Bara bin Azib akasema kwamba enyi Waislamu munipeleke ndani ya nyumba ya Musalma, na Waislamu wakasema kwamba hatuwezi kufanya hivi. Lakini Hazrat Bara aliendelea kusisitiza kwamba nyinyi munipeleke katika nyumba ya Musalma. Kwa hiyo Waislamu wakamsaidia na wakampeleka katika ukuta wa nyumba, na Hazrat Bara akaingia katika nyumba ya Musalma na akafungua mlango. Waislamu wakaingia ndani na wakaanza kupigana na wale Musalma na wasaidizi wake. Na Washi alikuwa mtu ambaye aliyemuua Musalma, na ni Washi yule ambaye aliyemuua baba mdogo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aitwaye Hamza. Kwa hivyo Washi alimuua Musalma. Washi akatuma mishale
na musalma pia akashika upanga wake na yeye pia akashambulia washi na vile vile muislamu mwingine pia alimshambulia musalma. Mtu mmoja akasema kwa sauti ya juu kwamba mtu mmoja ambaye ni mweusi yeye amemuua musalma. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba musalma aliuawa na washi. Majaa akamwambia Khalid bin Walid kwamba waislamu walikuja kwa ajili ya kupigana na hawa maadui, walikuwa hawana uzoefu, lakini hawa maadui walikuwa na uzoefu sana. Kwa hivyo inatakiwa ikiwa tunaendelea kupigana na hawa basi tutashindwa. Kwa hiyo yule Mujaa alitumia ujanja na akasema kwamba nyinyi msipigane na hawa wafuasi wa Musalma. Na Hazrat Khalid akasema akafanya ahadi ya kiasi fulani, na Mujaa akasema mimi naenda katika nyumba ya hawa ambao ni maadui wa Waislamu na nitajaribu kuongea nao. Na wakati ule Musalma alikuwa ameshauawa na nguvu yao ilikuwa imetoka, lakini Mujaa kwa sababu alikuwa mtu mjanja sana, alikuwa hodari sana, kwa hiyo yeye akatumia ujanja huu. Kwa hiyo Mujaa akaja katika ngome ile ambapo Musalma alikuwepo, na kule alikuta wazee na vile vile watoto wadogo, na yeye akatumia ujanja huu kwamba akawapatia ngao wale wanawake na akawaambia wasimame juu ya la ngome ili Waislamu waone kwamba hawa ni wanaume. Na yule Mjaa akaja nje na akamwambia Khalid kwamba mimi nilifanya nawe ahadi fulani, lakini hawa ambao wako ndani hawakubali ahadi ile na hawatayari kupatana nawe. Kwa hiyo mimi siwezi kuchukua dhamana ya hawa watu kwa sababu hawakubali niliwaambia. Khalid akaona upande wa ngome na akakuta kwamba kule juu ya paa la nyumba kulikuwa watu wengi sana ambao walikuwa wamevaa ngao, na wakaona kwamba walinzi ni wengi sana na Waislamu kwa sababu tayari walikuwa wamepata hasara kubwa sana. Kwa hivyo Hazrat Khalid akafanya ahadi na mapatano na Mujaa kwa maneno haya kwamba watapewa mali na watarudi. Katika mapigano haya Waislamu waliokuja kutoka Waislamu jumla waliouawa katika mapigano haya idadi yao ilikuwa 660 na makafiri waliuawa 21,000. Wakati Waislamu waliporudi Madina, Hazrat Abdullah akamwambia mtoto Abdullah kwamba kwa nini wewe hukufa kabla ya Zaid? Kwa nini umekuja katika Madina ukiwa hai? Akasema Hazrat Zaid alimwomba Mwenyezi Mungu yeye au katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mungu alipokea maombi yake. Mimi pia nilifanya maombi, lakini Mwenyezi Mungu hakupokea maombi. Kwa hiyo katika mapigano ya Yamama masahaba wengi sana waliuawa, na wakati ule Hazrat Abubakar akasema kwamba tunatakiwa tukusanye Qur'an tukufu yote ili tuweze kuhifadhi Qur'ani tukufu. Na sasa Hazur anasema nitaeleza kuhusu Abdullah bin Makhrama aliyeshiriki katika mapigano ya Badr. Yeye alikuwa naitwa Abdullah Akbar. Pia alikuwa miongoni wa wale maswahaba ambao walitangulia kusilimu. Baba yake alikuwa naitwa Makhrama bin Abdul Uzza na mama yake alikuwa anaitwa Bahanana bint Sufyan. Katika watoto wake alikuwa mtoto mmoja alikuwa anaitwa Masih ambaye alizaliwa kutoka kwa Zainab bint Suraka.
harat abdullah bin makhrama alikuwa pamoja na wale masahaba waliotangulia kusilimu, na yeye alipata bahati ya kuhama mara mbili. Mara ya alihamia habsha na mara ya pili alihamia madina. ibn ishaq amemshiriki abdullah bin makhrama pamoja na wale masahaba ambao walihama upande wa habsha pamoja na hadrat jafar. Hazrat abdullah bin makhrama alipohamia madina alikaa katika nyumba ya hazrat husum. mtume sallallahu alaihi wa sallam mtume sallallahu alaihi wasallam alimfanya yeye na farwa bin amr kuwa adu wakati alipohamia madina. hazrat abdullah bin makhrama alishiriki katika badr na vile vile mapigano yote. hazrat abdullah bin makhrama aliposhiriki katika badr wakati ule umri wake ulikuwa miaka 30, na wakati wa uhalifa wa hazrat abubakar aliposhiriki katika yamama na kule alipouawa wakati ule umri wake ulikuwa miaka 41. abdullah bin makhrama alikuwa na shauku sana ya kuuawa katika njia ya allah. alikuwa akifanya dua kwamba e mola usinifishe mpaka nisione majeraha katika kila sehemu ya mwili wangu. siku ya mapigano ya yamama alipata majeraha, na kwa sababu ya majeraha haya yeye alifariki. hazrat abdullah bin makhrama alikuwa mtu wa kufanya ibada sana. hata katika ujana wake pia alikuwa akifanya ibada sana. hata ibn umar radhiallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba siku ya yamama mimi abdullah bin makhrama abu huzaifa mtumwa wa abu huzaifa aitwaye salim tulikuwa pamoja, na sisi tulikuwa tukilinda mbuzi. na siku ambamo vita ilianza, siku ile ilikuwa siku yangu ya kuchunga na kulinda mbuzi. mimi nilimkuta abdullah bin makhrama yupo kwenye uwanja wa mapigano, na mimi nikakaa karibu naye, na yeye akaniuliza kwamba je, watu wamefungua saumu? Nikasema ndio, watu wamefungua saumu. kwa hiyo akasema nipatie maji ili mimi niweze kufuturu saumu yangu. yaani yeye wakati alipokuwa anapigana na wale watu alikuwa amefunga. hata abdullah bin umar anasema mimi nikaenda kwa ajili ya kutafuta maji kwa ajili yake, lakini niliporudi yeye alikuwa ameshaaga dunia, alikuwa ameshafariki dunia. na sahaba mwingine ni hazrat amr bin maabad ambaye kuhusu maisha yake mimi nitaeleza sasa hivi, na jina lake lingine ni umayr bin maabad. baba yake alikuwa maabad bin azhar. na alikuwa kutoka katika kabila la banu zubaya. hazrat amr bin maabad alishiriki katika badr, khandak, ohod, na vile vile alishiriki katika vita yote pamoja na mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. hazrat amr bin maabad siku ya pigano ya hunain alishiriki, na alikuwa pamoja na wale masahaba 100 ambao walisimama pamoja na mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa imara sana. hazrat abdullah bin amr anasema siku ya hunain hali yetu ilikuwa ya aina hii kwamba waislamu wengine walikimbia, na pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam waliobaki idadi yao ilikuwa takriban 100. na siku ya hunain pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam wale walioimarika kwa uimara sana idadi yao iliyoelezwa ni tofauti, na wengine wanasema walikuwa 80 na wengine wanasema 100. kwa hiyo idadi yao waliobaki pamoja na mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam hawa walikuwa kama 80 au 100. masahaba wengine waislamu wengine walikimbia, na amr bin maabad alikuwa mmoja wao. na sahaba mwingine ni hazrat nu'man bin malik.
kuhusu maisha yake. Sasa mimi nitaeleza. Ibn Bukhari amesema alikuwa ibn Kokab. Allama Aini katika tafsiri ya Bukhari anasema ibn Kokab jina lake kamili lilikuwa Nu'man bin Malik, na lakabu yake ya Thalab ilikuwa Kokab, na yeye alikuwa anaitwa Nu'man bin Kokal kwa sababu ya jina la babu yake. Baba yake alikuwa Malik bin Salaba na mama yake alikuwa Amra. Na alikuwa kutoka katika kabila la Banu Ghanam, na kabila hili lilikuwa linajulikana kwa jina la kabila Banu Qal. Sawa na Ibn Hisham alikuwa anajulikana kwa jina la Nu'man Kokal, yani pamoja na jili Nu'man bin Kokal alikuwa anaitwa Kokal. Kwa nini walikuwa wakiitwa Kokal? Sababu yake nimeshawahi kueleza kwamba watu walipokuwa wakiomba ulinzi katika watu wa Makka, kwa hiyo wale walikuwa wakiitwa Kokal, yani walikuwa wakipewa uhuru wa kwenda sehemu yoyote, na wale ambao walikuwa wakitoa ulinzi walikuwa wakiitwa Kawakila. Ibn Hisham anasema viongozi ambao walikuwa wakitoa ulinzi na walikuwa wakiwaambia kwamba sasa wewe unaye huru, unaweza kwenda sehemu yoyote, hakuna yeyote ambaye atakudhuru. Babu yake alikuwa anaitwa Kokal kwa sababu alikuwa akiwapatia ulinzi watu. Na Hazrat Saad bin Ubada pia alikuwa kwa jina la alikuwa anajulikana kwa lakabu ya Kokal kwa sababu yeye pia alikuwa akiwapatia ulinzi watu. Hazrat Nu'man bin Malik alishiriki katika Badr na Uhud na aliuawa katika Uhud. Sufwan bin Umayya ni mtu aliyemuua, na sawa na riwaya nyingine Nu'man bin Malik aliuawa na Uban bin Said. Na yeye alizikwa pamoja na Mujazzar na Ubada katika kaburi moja. Hazrat Nu'man alipokuwa anatoka kwa ajili ya Uhud, alimshauri Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anashauriana na Abdullah bin Salul, yeye Nu'man bin Malik akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi mimi nitaingia peponi. Mtume sallallahu akasema, namna gani utaingia peponi? Nu'man akasema kwamba mimi nitaingia peponi kwa sababu mimi natoa shahidi kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake, na mimi sitakimbia katika mapigano vita. Mtume sallallahu akasema, umesema kweli. Kwa hiyo siku ile ile ambamo alisema maneno haya aliuawa katika njia ya Allah. Khalid bin Malik Jahdi anasimulia kwamba nimesoma riwaya hii katika kitabu cha baba yangu kwamba Hazrat Nu'man bin Kokal alifanya dua hii kwamba Mola wangu, mimi nakula kiapo kwa jina lako kwamba leo jua halitachomoza, kwamba mimi nitakuwa peponi na nitakuwa natembea peponi. Kwa hiyo siku ile ile ambamo alifanya dua hii aliuawa katika njia Allah, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema Mungu amepokea maombi yake kwa sababu mimi nimemuona kwamba yeye alikuwa anatembea peponi na yeye alikuwa hana mavu wa aina wowote, yani alikuwa salama salmin. Abu Huraira anasimulia kwamba nilimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati ule Mtume sasema alikuwa katika Khaybar na maswahaba walikuwa wameshapata ushindi. Nikamwambia, ewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unipatie mali pia. Said akasema, ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, usimpatie kitu chochote.
Hazrat Abu Huraira akasema huyu ni mtu ambaye aliyemuua Nu'man bin Qaqal. Na akasema huyu alikuwa mtu wa kuchunga mbuzi na sasa ananilaumu kwamba mimi nilimuua Muislamu mmoja, yani yeye akasema maneno haya. Na yeye akasema kwamba Mungu ameniheshimu. Sufyan anasema mimi sijui Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimpatia mali au la. Hadha Jabir anasimulia kwamba Nu'man bin Qaqal alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamuuliza kwamba ikiwa mimi naswali swala na vile vile nifunge saumu na vile vile niharimishe vitu ambavyo vilivyoharimishwa na Mwenyezi Mungu na mimi nisifanye zaidi hayo, je, nitaingia peponi kwa sababu ya hii tu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndiyo, utaingia peponi. Na akasema wallahi mimi sitaongeza kitu chochote juu ya hayo niliyosema. Jabir anasimulia Nu'man bin Qaqal akaingia msikitini na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawahutubia siku ya Ijumaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Nu'man swali raka mbili. Yani Hazur anasema kwamba hapo imeelezwa kuhusu raka za Ijumaa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anatoa hutuba, Nu'man akaingia msikitini na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba uswali raka za Ijumaa na upishe raka hizi, yani uswali kabla ya swala ya Ijumaa, hata kama hutuba imeanza uswali raka mbili. Na kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mtu yeyote anaingia msikitini anakuta imam anatoa hutuba, basi anatakiwa aswali raka mbili na anatakiwa afupishe raka hizi na raka hizi isiwe ndefu. Na sasa mimi Hazur anasema nitaeleza kuhusu Hazrat Khubayb bin Adi, na yeye alikuwa kutoka katika kabila la Banu Jahjaba. Hazrat Khubayb alipohamia Madina, wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfanya yeye na sahaba mwingine kuwa ndugu. Hazrat Khubayb bin Adi alishiriki katika Badr, na katika Badr alimua Haris bin Amr, na yeye alipewa jukumu la kulinda mali ya Ansar. Hazrat Khubayb bin Adi alishiriki katika tukio la Raji, na yeye alikamatwa na makafiri na wakampeleka Maka na wakamuuza. Mtu mmoja akamnunua ili aweze kumuua kwa sababu aweze kuchukua kisasi cha kuuawa kwa baba yake. Mtoto wa Haris alimnunua Khubayb ili yeye aweze kuchukua kisasi cha baba yake. Katika riwaya nyingine imeelezwa kwamba Abu Lihab, Ikrama bin Abu Jahal, Umayya bin Abu Utba na Sufwan bin Umayya, hawa wote walishirikiana na hawa wote walimnunua Hazrat Khubayb. Hawa makafiri walikuwa wote ambao mababu zao waliuawa katika Badr. Kwa hiyo walimnunua Khubayb ili waweze kuchukua kisasi kutoka kwake. Katika Bukhari kuhusu tukio la Raji imeelezwa hivi kwamba hata Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alituma maswahaba 10 kwa ajili ya kujua hali, na Asim bin Sabit aliyekuwa Ansari
alikuwa babu wa Umar bin Khattab. Yeye akamteua kuwa amiri. Wakati walipofika sehemu ya Rajii, watu kadhaa wakapeka taarifa huko mbele kwamba waislamu wamekuja, na watu wa Banu Lahian takriban 200 wakaja kwa ajili ya kupigana na hawa waislamu. Kwa hiyo wakaanza kuwatafuta waislamu mpaka wakafika mahali ambapo hawa waislamu walikuwa wamekula tende na walipumzika kwa muda mfupi. Yani hawa waislamu walikula chakula sehemu fulani na wakala pale tende, na wale makafiri wakafika pale, na kwa kuona alama za tende wakasema kwamba tende hizi ni za Madina. Kwa hiyo wakaanza kufuata nyayo, nishani ya nyayo zao. Wakati Asim alipoona hawa watu wanawafuata, wakapanda juu ya mlima, na wale makafiri wakamwita kwamba ushuke chini, na sisi hatutakudhuru, na sisi tunakuahidi kwamba sisi hatutakudhuru wala hatutakuudhi, wala sisi hatutamua mtu yeyote. Asim bin Sabit ambaye alikuwa amiri wa wale waislamu akasema kwamba ikiwa mimi nashuka chini na ikiwa mimi najiwapatieni nanyi, basi hali yake itakuwa hii kwamba mimi nimejipatia nafsi yangu kwa makafiri, mimi sitafanya hivi. Kisha Asim akafanya dua hii kwamba Mola wetu, umfahamishe nabii wako kuhusu hali yetu. Kwa hiyo wale makafiri wakaanza kupigana na hawa waislamu. Kwa hiyo wakawaua waislamu 7, na watatu waliobaki Khubayb na Dasna na vile vile 7 mwingine wakashuka chini, na waliposhuka chini basi wale makafiri wakawakamata na wakawafunga na kamba. Katika masahaba watatu waliokamatwa akasema kwamba mmetudanganya, mimi sitaenda pamoja nanyi, ikiwa mnataka kuniua basi muniue, mimi sitaenda pamoja nanyi. Kwa hiyo wakaanza kumvuta ili waweze kumchukua pamoja nao, lakini yeye hakuwa radhi kwenda nao, kwa hiyo wakamuua. Kwa hiyo wakamchukua Khubayb na Dasna, na baada ya kufika Maka wakawauza hawa wote wawili, na sahaba moja alinunua na mkafiri moja, na Khubayb pia alinunuliwa na mkafiri mwingine. Ibn Shihab anasema Ubaydullah bin Ayaz aliniambia binti wa Haris alimwambia kwamba wakati wale makafiri walipojumuika na walipoafiki kwamba sasa watamua Khubayb bin Adi, katika hali hii, kwa kujua hali hii ya Khubayb, akawaomba kwamba wao yeye apewe razor. Kwa hiyo wale watu wakampatia razor, na binti wa Haris anasema kwamba mtoto wangu mmoja akaja karibu na Khubayb, na Khubayb akamshika na akamkalisha pamoja naye, na binti wa Haris anasema nikamkuta mtoto wangu amekaa pamoja na Khubayb, na mkononi mwa Khubayb kulikuwa razor, kulikuwa kisu ya aina fulani. Na kwa kuona hali hii, yule Khubayb akasema, je, unaogopa kwamba mimi nitamuua mtoto wako? Mimi sitafanya hivi. Binti wa Haris alikuwa akisema kwamba sijawahi kumuona mtu mzuri zaidi kuliko Khubayb, na mimi sijawahi kumuona mtu mfungwa mzuri zaidi kuliko Khubayb, kwa sababu mtoto wangu alikuwa mikononi mwake, lakini yeye hakumua. Binti yake anasema siku moja nilimuona kwamba alikuwa na zabibu na alikuwa amefungwa
pingu na wakati ule kulikuwa hakuna matunda, basi yeye alipewa riziki na matunda kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ilhali kulikuwa hakuna alama yoyote ya matunda kule Maka. Na watu walipomchukua ili wao wamuue, wakati ule Khubayab akasema mniruhusu mimi niweze kuswali raka mbili ya swala. Wao wakamruhusu aswali nafali mbili. Kwa hiyo akaswali nafali mbili, na akasema kwamba ikiwa nyinyi msingekuwa na wazo hili kwamba mimi nachelewesha na mimi naogopa, na kwa sababu ya hii na swali salafu, basi lazima ningeswali sala ndefu sana, lakini mimi sikufanya ndefu, sikuswali swala ndefu. Na wakati alipokuwa anaswali yeye akafanya dua hii: e Mola wangu uadhibu hawa watu hawa wote, e Mola wangu uwaue hawa wote. Kisha Hazrat Khubayab akasema: lasto ubali hina uktala musliman ala ayi shakin kana lillahi masra'i wazalika fi zatil yubarik ala usale. Yani wakati maana yake ni kwamba wakati mimi napouawa kwa kuwa Muislamu, mimi sijali kwamba naanguka kushoto au kulia. Kuanguka kwangu ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa Mwenyezi Mungu anataka, yeye anaweza kuweka baraka katika kila kiungo cha mwili wangu. kwa hiyo mimi sijali kwamba nitaanguka upande gani. Alama Hajar Askani kuhusiana na tukio hili la Raji, katika tafsiri ya hadithi fulani anasema kwamba hadha Khubayab wakati alipokuwa karibu kuuawa alifanya dua hii: Allahum asihim adada, e Mola wangu hesabu hao wote maadui ambao wananiua, hawa maadui wote ambao wako tayari kuniua, uwahesabu ili uweze kuadhibu. Na katika riwaya nyingine maneno haya yameelezwa, maana yake ni kwamba e Mola wangu uwaue hawa wote na usiwaachi hata mmoja wao ambao hawa wanataka kuniua. Kwa hiyo Hazrat Khubayab akamaliza nafali, na baadaye mtoto wa Hazrat Haris aitwaye Ukba akamuua Hazrat Khubayab bin Adi. Na sawa na riwaya nyingine inayopatikana katika Bukhari imeelezwa kwamba Hazrat Khubayab aliuawa na mtu mwingine sio Ukba. Alikuwa Hazrat Khubayab ambaye alianzisha sunna hii ya kusali nafali mbili. Yani tangu wakati ule Waislamu walianza kusali nafali mbili. Mwenyezi Mungu alipokea dua ya Khubayab bin Adi wakati alipofanya wakati wa kuuawa kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba zake kuhusu hali yote iliyotokea kule. Yani Mtume sasema aliambiwa na Mwenyezi Mungu kuhusu hali ya maswahaba wote. Wakati taarifa ilipoletwa kwamba Hazrat Asim ameuawa, lakini wakati Asim alipouawa nyuki wengi wakaja na wakafunika maiti ya Asim bin Sabit ili makafiri wasiweze kudhuru maiti Asim bin Sabit. Wakati Khubayab alipouawa au wakati walipokuwa karibu kumua yeye, wakati ule Khubayab alifanya dua hii kwamba e Mola wangu, mimi sina njia yoyote ya kufikisha habari hii kwa nabii wako, niweze kupeleka salamu zangu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi wewe umpelekee Mtume sallallahu alaihi wasallam salamu zangu. Kwa hiyo wakati Hazrat Khubayab alipokuwa karibu kuuawa akafanya dua hii, na wakati mkafiri mmoja aliposikia dua yake hii kwamba e Mola wangu uwahesabu hawa makafiri wote, hawa maadui wote, na uwaue hawa wote na usimwache hata mtu mmoja. Mkafiri mmoja aliposikia maneno hayo, yeye akaanguka ardhini na akalala ardhini kwa sababu ya hofu. Anasema kwamba
ilikuwa haikupita mwaka mmoja wale makafiri wote walioshiriki katika kumua Khubayb wote waliuawa isipokuwa mtu mmoja yule ambaye alianguka chini kwa sababu ya hofu ya Mwenyezi Mungu. Hazrat Urwa anasema wale washirikina waliokuwepo pale, mmoja wao alikuwa Bab Ubaida bin Hakim, Umayya bin Utba, hao wote walikuwepo pale na wote waliuawa. Na vile vile Urwa anasema Jibrail alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Jibrail alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu tukio hili, na siku ile Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba zake kuhusu tukio hili. Maswahaba wanasema siku ile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa, akasema wa alaikum salam ya Khubayb, ewe Khubayb, salamu iwe juu yako. Na akasema Quraysh wamemua Khubayb, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema maneno haya pia, yani Mwenyezi Mungu alifanya mpango wa kufikisha salamu yake, kwa sababu Khubayb alifanya dua hii kwamba Mola wangu umfikishie salamu. Wakati Hazrat Khubayb alipouawa, washirikina wakaelekeza uso wake kinyume na Khanakaba, na baadaye wale washirikina walipoona uso wake ulikuwa upande wa kibla, waliendelea kugeuza uso wake upande mwingine, lakini kila mara walipokuwa wakimuona uso wake ulikuwa upande wa kibla, kwa hiyo wale washirikina wakamwacha. Katika riwaya moja imeelezwa hivi kwamba wao walimfunga na mti mmoja na kisha wakamua. Na mtu mmoja ambaye alikuwa ameshiriki katika dhuluma hii na baadaye alisilimu, yeye alipokuwa akikumbuka tukio hili la dhuluma alikuwa akizimia, yani kwa kukumbuka tukio hili la Khubayb alikuwa akizimia. Hazur anasema kwamba kuna maelezo zaidi nitaeleza katika hutuba ijayo. Hazur anasema mimi nataka kutangaza leo kwamba idara ya historia ya Ahmadiyya wameanzisha tabuti yao, website yao. Katika website hii wameweka maelezo yote kuhusiana na historia ya jumuiya na vitabu vyote vilivyochapishwa. Vitabu hivi vyote vinapatikana, kwa mfano Sabe Ahmad na Shuhadai Ahmadiyya na Darwishane Qadian, Muballighine Silsila, na vile vile vitabu vingine vilivyoandikwa kuhusu maulama. Vile vile kuna makala na picha mbalimbali, na vile vile vitabu vya historia ya Ahmadiyya na vile historia ya jumuiya, na vile vile kuna vitabu vilivyoandikwa na maulama na wabashiri, na vile vile kuna magazeti mbalimbali na sherehe za jumuiya, na vile vile nyumba za jumuiya kama mission houses, hospitali na misikiti, na maelezo ya nyumba hizo zote pia zimewekwa katika website hii. Vile vile documentaries za MTA pia zimewekwa katika website hii ya historia hii ya jumuiya. Baada ya Ijumaa nitaanzisha website hii rasmi, na vile vile kuna habari ya msiba. Safir Khurshid Sahib alikuwa mbashiri wetu, aliwahi kuwa mbashiri katika Afrika na katika nchi mbalimbali, vile vile katika idara mbalimbali alitumikia jumuiya. Tarehe 16 wa Septemba kwa sababu ya mshtuko wa moyo amefariki. Leo mimi nitaswalisha jeneza yake ghaibu. Alikuwa mjukuu wa Qudratullah Sonori Sahib, alikuwa sahaba wa Sinam alayhi salatu wasalam.
baba wa Safi Rahman Saheb pia alikuwa wakfe zindagi na alitoa huduma zake katika shamba za jumuiya. Safi Rahman Saheb alipata masomo yake ya msingi kule Rabwa. Baadaye mama yake aliona ndoto. Kwa sababu ya ndoto hii 1961 alijiunga na Jamia Ahmadiyya na katika mwaka 70 alipata digri ya shahid. Alikuwa na wake wawili. Katika mke wa kwanza alikuwa na binti na katika mke wa pili alikuwa hana mtoto. Binti yake aitwaye Roshanara pia anaishi hapa Uingereza na yeye ni mke wa Jamil Ahmad Saheb. Baada ya kuhitimu Jamia Ahmadiyya, bana Safi Rahman Saheb aliendelea kuitumikia jumuiya katika ofisi mbalimbali za jumuiya kule Rabwa. Baadaye aliteuliwa kuwa mbashiri katika Chakwal na kule mwaka mmoja aliendelea kuitumikia jumuiya na pamoja na sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam alitumikia jumuiya. 1971 alitumwa Sierra Leone. Wakati alipotumwa Afrika, anasema aliambiwa na halifa wa tatu kwamba halifa alinisihi kwamba uendelee kuwapenda wa Afrika, na mimi nilifuata nasaha yake katika maisha yangu yote. Na kule aliona msaada wa Mwenyezi Mungu. Anasema kwamba nilifika sehemu fulani kule kijijini mbali sana, na mwanajumuiya mmoja Mwafrika pia alikuwa pamoja naye. La wakati walipofika kijijini kule, chief alikuwa hayupo. Kwa hiyo kule wana desturi, kwa hiyo walimwendea kwa chief imam, na chief imam hakupokea ujumbe wao na akawafukuza katika kijiji. Kwa hiyo wakatoka nje na wakaanza kutembea mpaka wakafika mahali ambapo ilikuwa hatari na ilikuwa msitu, na tulikuwa tunatembea. Wakati ule mtu mmoja akatuita na yeye akatupatia makazi katika nyumba yake. Baada kidogo tukasikia tena sauti, watu walikuwa wanatuita. Tulipokuja karibu nao, walikuwa nasema kwamba chief imam amewaiteni tena kwa sababu tangu yeye amewafukuzeni, yeye amepata maradhi na kichwa chake kinauma sana, na yeye amesema kwamba muwaite hawa ambao niliwafukuza, huenda mimi nimepata maradhi haya kwa sababu ya kuwafukuza. Kwa hiyo anasema tukawafanya mahubiri kule na watu kama 10 na 12 wakajiunga na jumuiya, na sisi tukafanya dua kwa ajili ya chief imam, na kwa sababu ya dua yetu chief imam pia akapona. Na hivi Mwenyezi Mungu mwenyewe alifanya mpango wa makazi yao, na vile vile Mungu aliwapatia nafasi ya kufanya mahubiri, na Mungu aliwapatia bayat. Katika Sierra Leone alipata nafasi ya kuanzisha kiwanda cha kuchapa vitabu. Halifa watatu alituma machine, na machine hizi ziliwekwa katika kiwanda chetu cha jumuiya, na yeye aliendesha kiwanda hiki vizuri sana. Na halifa watatu alikuwa akisifu sana kwa sababu ya maendeleo ya kiwanda kile. Baadaye yeye aliteuliwa kuwa mbashiri kule Nigeria. Katika nchi ya Nigeria pia alianzisha kiwanda cha jumuiya kule, pia aliendesha vizuri sana kiwanda hiki cha kuchapa. Na kule tukio lilitokea hivi kwamba wakati alipokuwa anafanya kazi, kidole chake moja kilikatwa na kidole chake kilikuwa haikiponi, na alipata taarifa hii kwamba amekata kidole chake wakati alipokuwa anafanya kazi na kidole kile haikiponi. Kwa hiyo halifa wa tatu akamwambia aje London na apate matibabu hapa. Kwa hiyo baada ya kuja hapa alipona. Wakati ilipokuwa mpango wa kuanzisha Rakim Press hapa katika Uingereza, wakati ule halifa wa 4 alimwambia kwamba ufanye juhudi ya kuanzisha kiwanda hapa.
na halifa wa 4 alitiwa kamati, na katika kamati alikuwa Mustafa Sabit Saheb na bana Mubarak Saki Saheb, na yeye pia alikuwa katika kamati. Yeye miaka 17 katika Sierra Leone na Nigeria alitumikia jumuiya. Kisha 1988 wakati halifa wa 4 alipokwenda kwa ziara ya Afrika alimtuma Cameroon. Kwa hiyo alipata visa kwa shida sana, akaenda Cameroon, alikaa kule mwezi mmoja, na kule alipata nafasi ya kufanya mahubiri na alipata nafasi ya kufanya interview katika radio. Wakati alipokwenda Cameroon, familia moja ilipata bahati ya kujiunga na jumuiya. 1988 alirudi Pakistan, na baadaye alitumwa Lahore kwa kuwa mbashiri, na hapa Pakistan pia alitumikia jumuiya. Na alipokuwa akija kwa ajili ya salana, alikuwa akitoa huduma zake katika private secretary, na yeye alipata stroke. Kwa sababu hii alistaafu. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu, na Mungu apandishe madaraja yake, na Mungu amjalie subira binti yake moja, na vile vile Mwenyezi Mungu amjalie subira mke wake. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله